Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, nikitumai kwamba buheri wa afya popote pale ulipo, ikiwa leo ni Ijumaa tulivu ya tarehe 21 mwezi Novemba mwaka wa 2025, na kukaribisha kwa mikono mkunjufu ndani ya Kuzacha awamu hii ya Mambo Bayana, ambapo ni mwezi ambao mtazamaji ni wa hamasisho la ugonjwa wa kisukari kote ulimwenguni. Ndio maana hii leo ndani ya studio nimebahatika kuwa naye mtaalam wa ugonjwa huu wa kisukari, anafahamika kama Irene, ambaye atatuelezea kwa kina tu yeye ni nani na husikaje kuhakikisha kwamba gonjwa hili la kisukari linaweza kudhibitika katika eneo hili la Mombasa. Bila kupoteza muda mtazamaji, niweze kuchukua fursa hii kumkaribisha mgeni wetu. Karibu sana Daktari Irene, na shukran sana kwa kuweza kutenga muda wako. Bila shaka hivi sasa ni wakati ambao ni mwafaka kwa mada hii ya gonjwa hili la kisukari. Karibu sana ndani ya studio zetu, na mueleze mtazamaji ambaye hafahamu gonjwa hili la kisukari ni ugonjwa gani, kwa sababu wengi hawafahamu ugonjwa huu. Asante sana Madam Fahima, nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa kupata fursa hii ya kuja hapa kuwaelezea kuhusu mambo ya gonjwa wa sukari. Mwanzo kabisa ningependa kuwashukuru kwamba ningependa kuwajulisha kwamba kuwa mwezi huu ni mwezi ambao tunataka kuwafahamisha wagonjwa, na ni mwezi wa kupeana uhamasisho kuhusu ugonjwa wa kisukari kwa wagonjwa wote hapa Kenya na ulimwengu mzima. Sasa sana huwa tunasherehekea mwezi wa 5 na mwezi wa 11, ndipo ndo tunapata kuwajulisha, lakini hatusemi kwamba miezi mingine wagonjwa wa sukari wasijitokeze. Ni kwamba tunawashughulikia kama kawaida na tunafanya yale ambayo anastahili kupewa kama mgonjwa. Hasa mimi naitwa Irene Mandare, nafanya kwenye hospitali ya Coast General Hospital, na niko kwenye kitengo cha wagonjwa wa kisukari ambao wako na pressure na wengine wako na figo pamoja na ile njia ya kupitisha chakula, ambapo mambo hayo yote yanaambatana kwa pamoja. Hasa ugonjwa wa kisukari, ningependa kuwajulisha ya kuwa ugonjwa wa kisukari watu wengi udhania kwamba huletwa na kula sukari nyingi. La hasha. Ugonjwa huu ni ile hali ya kuwa ile kwenye mwili wetu sisi kama wananchi ama wagonjwa, huwa ni kwamba wanadamu tunajua kwamba ugonjwa wa sukari wengi wanasema inaletwa na kuletwa na sukari, lakini haswa huwa inaletwa na kukosa ile insulin katika ile kongosho. Kongosho kwa kizungu inaitwa pancreas katika ule mwili wa mwanadamu. Ni vile anakosa insulin ama inakuwa chache mwilini, ama kama ni type 1 ni kwamba inapigana na inakuwa ni kinge kinyume na mwili wa mwanadamu. Hapo ndio tunasema mgonjwa wa kisukari ako na kisukari. Lakini ikitoka kwa vile vitu ambavyo vinaleta sukari ambavyo vinafaa kuepukana baada kupatikana na kisukari, tutaongea baadaye. Umetaja kwamba umetaja type 1. Yes. Labda nikuulize kwa kina zaidi, je, kuna aina gani kuu za gonjwa hili la kisukari? Asante sana Fahima. Ugonjwa wa kisukari ziko aina 3. Ziko type aina 3. Aina ya kwanza inaitwa type 1 diabetes. Aina ya pili inaitwa type 2 diabetes. Aina ya 3 ni gestational diabetes. Gestational huwa inakuja wakati mama yuko mjamzito. Huo ndio ugonjwa ambao unajitokeza, na baada ya mama kujifungua saa zingine huwa inapotea, na saa zingine huwa bado anaendelea nayo baada ya kujifungua. Sasa hiyo tunasema inakuja wakati ako na ujauzito. Hiyo ndio tuko na aina 3 ya kisukari. Sasa aina ya kwanza type 1. Type 1 ni pale inakuwa caused by autoimmune. Autoimmune ni kumaanisha kwamba ule ugonjwa ni kwamba unaenda kinyume na kinga ya mwili. Sasa ndipo unapata mtu anaambiwa yuko na type 1. Type 2 inatoka na lifestyle ya vile vyakula ambavyo tunatumia, ndivyo ama vimetokana na kule tuseme ni ukoo ama hereditary. Kwamba imetokana kwamba mzazi wako alikuwa na huo ugonjwa, ama pengine nyanya yako alikuwa na huo ugonjwa. Sasa ikiwa pengine wewe mzazi amepata ako na huo ugonjwa, wewe uenda ukawa usiwe nao, lakini mtoto wako akaja akawa nao. Sasa tunaita heredity. And then type 2 ni ugonjwa ni kisukari ni type 3 ni ile ambayo imetoka wakati wa ujauzito.
Baada ya ujauzito kuna wengine huwa inaisha kabisa na kuna wengine bado wanaendelea nayo baada ya kujifungua. Umetaja kwamba kuna aina 3. Yes. Na ya 3 umetaja kwamba inaletwa na wakati wa ujauzito. Yes. Wakati huo ujauzito, mama wajawazito hupatwa na hiyo type 3 aina ya kisukari. Kwa sababu gani? Je, ni kila mama mjamzito anakuwa na labda kisukari kwa wakati fulani, na ni wakati gani katika ujauzito ule? Je, ni karibu na kujifungua ama ni mwanzo wa ujauzito, ama husababishwa haswa na kitu gani? Labda ukimwelezea mtazamaji. Nikimwelezea mtazamaji, asante sana. Ujauzito saa nyingine huanza kama pale ameanza kupata ujauzito, anaendelea nayo mpaka vile anavyojifungua. Na kuna mama wakati wamepata ujauzito, wengine huwa hawaendi kliniki kwenda kuangaliwa na mapema. Sasa wanaenda kama wamefika miezi 5, 6 kuendelea mbele, ndipo wanapoanza kliniki. Ambao huwa tunahimizwa, ukiwa mjamzito, tafadhali anza kliniki yako mapema. Ukiwa kama bado mimba, edha kabla haujashika mimba na ukishapokea mimba, uanze kliniki yako mapema ndipo upate kujijua. Lakini wengi wetu kwa vile hali ya kimapato, mtu anakosa kwenda kliniki mapema, anangoja kama bado imefika miezi 5 karibu na kujifungua ndipo aende kliniki. Ndipo anakuja kugundiliwa kwamba ako na kisukari. Lakini si wa mama wote ambao wanashikwa na kisukari. Inategemea na mwili wako na vile zile causes nimesema, huenda ikawa ni autoimmune ama ikawa ni ile ambayo imetokana kulingana na ukoo. Sasa yote pia zinashikana, lakini sana sana wakati wa ujauzito ndipo anashikwa nayo, kisha inapotea ama anaendelea kuwa nayo. Yes. Tutaje aina ya kwanza ya type 1 ya ugonjwa hili la kisukari, ambapo kama sijakosea umesema kwamba ni ugonjwa ambao unaletwa na kurithi kutoka kwa wazazi ama kutoka kwa jamii. Je, kama kwa mfano mtu ana wazazi wake ambao wana maradhi haya, je, ni lazima kwamba katika maisha yake atapata ugonjwa huu, ama ni mwili wake ndio utafanya ashikwe na ugonjwa huu? Ama kama mzazi wako ana ugonjwa huu, je, yamaanisha watoto wote watafika mahali fulani na watakuwa na ugonjwa huu, ama inalingana kutoka kwa mtoto hadi mwingine? Ya kusema kwamba type 1 tumesema ni autoimmune, inatokana na ile hali ya ile kinga yako inaenda kinyume na mwili wako. Type 2 ndipo inatoka na heredity, ambapo pale ndio nimesema huenda ikawa nyote kwenye familia mkapata kisukari, lakini sana sana utokea ikiwa wewe umepata mtoto, wewe mwenyewe uko na kisukari na umepata mtoto. Yule mtoto huenda akakosa kuwa na kisukari, lakini mjukuu wako akaja akapata kisukari. Ama ikawa mtoto wako atapata kisukari na pengine mtoto pia mjukuu apate kisukari. Lakini hatusemi kwamba ati watoto wote ama pale wale ambao umewazaa wapate kisukari. Kuna wale watafata immunity yako ama watafata line yako wapate kisukari, na kuna wale ambao watakuwa hawana kisukari. Sasa hatusemi ni wote. Lakini huwa kuna hali hatari kwamba wote mweza mkapata kisukari. Na gonjwa hili labda linaonesha labda signs gani kuona kwamba mtu anaweza kuwa na kisukari? Ni vitu gani ambavyo mtu anaweza kuona ukajua huyu ama hii ni dalili ya maradhi haya? Asante sana. Ukitaka kujua kwamba umepata huu ugonjwa wa kisukari, mwanzo ama unasikia dalili ambazo zinakupatia hali ya kujua kwamba uko na kisukari, mwanzo kwamba unaanza kupata uchovu wa mwili. Unasikia uchovu mara kwa mara, iwe ni usiku, iwe ni mchana, unasikia tu uchovu. Hata kama hujafanya shughuli, unasikia na uchovu wa mara kwa mara. Dalili nyingine ni kwamba unapata kwenda haja ndogo mara kwa mara. Unakimbia chooni ukaenda kujisaidia, waweza kwenda usiku pengine mara 4, mara 3, zaidi ya mara 3 chooni kwenda kujisaidia kuwa na haja ndogo. Dalili nyingine, unasikia kiu mara kwa mara. Kusikia kiu mara kwa mara, wataka unywe maji, unazidi kunywa maji. Wengine kwa siku tunasema standard of taking water ni kwamba unywe lita 2 hadi lita 3 kwa siku. Kuna wengine utakuta anatumia zaidi ya lita 3 kwa siku hata kama kuna baridi. Sasa unakuta anatumia, ikiwa unapokunywa maji zaidi ya lita 3 kwa siku ama 4, wewe tayari uende kaangaliwe kama uko na kisukari ama uko na tatizo fulani. Dalili nyingine ni kwamba mgonjwa anasikia njaa mara kwa mara. Pengine umetoka kula, kama sema umekula chakula cha kiamsha kinywa,
asubuhi kama saa 2. Hata hujamaliza lisali moja tena umesikia njaa, unataka kula. Unatamani kula tu vitu tena, unatamani vitu vya kisukari haswa. Ukiona hapo labda umesema kwamba mtu anaweza kula mara kwa mara. Je, mgonjwa wa kisukari ana hatari kubwa zaidi pia ya kupata obesity, ugonjwa wa kunenepa, kwa sababu anajisikia hamu ya kula muda wote. Anajisikia muda wa kula hamu yote, sasa anaweza kupata obesity. Na pia obesity si lazima apate obesity. Unaweza kupata wengine wanakula mara kwa mara na mwili ukawa bado ni mwembamba. Sasa pia inategemea na mwili wa mtu kibinafsi. Sasa lakini ile hali ya kuwa lakini iko na hatari ya wewe kupata obesity. Yes. Umetaja aina moja ambayo umesema ni ya lifestyle, maisha ya binadamu. Labda ni maisha gani ambayo labda mtu akipitia ama akifanya sana kwa kitu fulani, akikizidisha kwa sana, kitakuwa anajiweka katika hatari kubwa zaidi ya kupata maradhi haya? Asante sana Fahima. Jambo la kwanza mwanzo ningependa kugusia kuhusu mambo ya risk factors, ile hatari ya kuwa uko kwenye hatari ya kupata huu ugonjwa. Tushasema symptoms. Sasa ni ile hatari ya mtu ambaye anapata ugonjwa huu. Mtu wa kwanza ambaye anaweza kupata ugonjwa huu ni mtu ambaye ana kimo chake hakiambatani na kilo zake. Yaani kwamba uko na obesity. Huyo yuko kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Hatari nyingine ni yule mtu ambaye anavuta sigara na kunywa pombe ama uraibu wa aina yoyote. Huyo yuko na hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Hatari nyingine ni kwamba imetokana sasa kwa ile tumesema heredity, kwamba imetoka kwa familia. Na kuna dalili nyingine ni kwamba mtoto ambaye anazaliwa zaidi ya kilo 4, wakati anapozaliwa awe na zaidi ya kilo 4, huyo mtoto pia ako na hatari ya kuwa na kisukari. Alafu hatari nyingine ni kwamba mtu vyakula vyake ni vile vyakula ambavyo tunavyovitumia, tuseme junkies. That is the language I can use. Vyakula vya mafuta. Vyakula vya mafuta. Hatusemi mafuta. Junkies ni vile vyakula ambavyo havileti virutubishi ambavyo vinastahili kuwa mwilini. Watu wanataka wakule kama vile chips, ambavyo vyatumbukizwa ndani ya mafuta. Wengine wanakimbilia sausage, vyakula ambavyo viko processed, ambavyo havipeani value katika mwili wako, lakini ni chakula. Sisi ndo tunaziita junkies. Watu kama hao kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Sasa basi tukifikia hapo ndo nakuta mgonjwa wa kisukari anastahili kuwa kuna swali hapo umeuliza kidogo. Labda nikuulize, katika hawa watu ambao umesema wana hatari kubwa zaidi ya kupata maradhi haya, umetaja kwamba kuna vyakula fulani ambavyo hawafai labda kula kwa wingi, kuna vitu tofauti ambavyo unaweza kuzitaja. Je, tukiulizia kuhusu upande wa watoto na watu wazima, je, ugonjwa huu hushika watoto? Umesema kwamba mtoto akizaliwa zaidi ya kilo 4 anaweza kupata maradhi haya. Je, dalili za mtoto mdogo na mtu mzima zinakuwa sawa sawa ama zinakuwa tofauti, na sababu zake je ni sawa ama ni tofauti pia? Hakuna tofauti. Ikiwa kwa dalili ya kisukari zote zinaambatana. Lakini kwa upande wa mtu mzima unasikia anakuwa na uchovu, na hata mtoto pia kuna wale wanakuwa na uchovu, ni vile hawezi kusema. Lakini anasikia ule uchovu, kuchoka, hachezi kama wenzake. Unakuta wenzake wanacheza, yeye ametulia. Unasikia kusinzia mara kwa mara. Na watu wazima nao ni ile kwenda haja ndogo mara kwa mara. Pia watoto inafanyika. Unakuta hata mtoto, kuna wengine wanasema wale wanaoenda wakilala wanakojua kitandani. Wenzake wanachekelea, umekuwa mtu mzima na wakojua, si kupenda kwao. Mtoto kama huyo badala ya kumchekelea ni afadhali aende angaliwe kisukari. Huenda ikawa ni kisukari ama sababu nyingine. Hatusemi lazima iwe ni kisukari. Na umetaja kwamba vyakula ama kitu fulani mtu akitumia kwa sana, labda pombe. Je, ni vyakula gani ambavyo mtu anaweza kutumia ili kujiweka sawa ama kujikinga zaidi kutokana na kisukari? Labda anafaa kula vyakula labda virutubishi gani kwa wingi ili kuweza kujikinga? Je, anafaa kula vitamini ama anafaa kula protini ama chakula gani haswa ili kuweza
kuondoa katika hatari zaidi ya kupata maradhi haya? Asante sana Fahima. Hilo ni swali zuri sana. Ikifika upande wa kichakula, sisi wa Afrika ama sisi wa Kenya tuseme, tusiweke wa Afrika. Kwenye vyakula vyetu katika ile sahani yako, tunaita plate model. Ile sahani yako sana sana sehemu kubwa huwa ni sima, mchele, tuseme wali, kipwani, and then tunaangalia chapati, utakula zaidi ya 2-3, unatumia chapati zaidi, hivyo vyakula vya wanga, yani vyakula vya unga. Wanga, carbohydrates zinakuwa nyingi zaidi kushinda vyakula vingine. Ambapo mgonjwa wa kisukari anahimizwa ile sehemu ambayo unaweka wali, ambayo inakuwa sehemu kubwa, tuseme 50% of your plate ikiwe mboga. Na mboga ziwe ni zile mboga za matawi ambazo lazima zipikwe ndipo uzile, na tunazijua. Lakini zile mboga ambazo tunazitengeza salad pia tunakula kwa kipimo. Na ningependa pia kusema ya kuwa mgonjwa wa sukari hana special meal. Anaruhusiwa kula chakula chochote, isipokuwa yeye chakula ambazo astahili kutia mdomoni kamwe ni sukari yenyewe. Apate kula miwa. Mtu ambaye usile tende. Hapa pwani tuko na halua. Tuko na asali. Kwa ufupi vyakula ambavyo vina sukari nyingi. Viko na sukari nyingi. Alafu kwenye matunda kuna matunda ambayo ni 2 ambayo ni nanasi na tende, tuwe uangalifu. Lakini matunda yaliyobaki yote tunakula, lakini tuala kwa vipimo. Most important, tunaangalia portion. Kwa vyakula vingine ambavyo vimebaki tunaruhusiwa kula, lakini ule kwa portion. Kitambo tulikuwa na ile itikadi ya kusema lazima uwe na brown bread, uwe na brown ugali, uwe na brown rice. Hiyo itikadi imeisha. Mtu anaruhusiwa kula chakula chochote. The most important thing ni kwamba angalie kipimo cha chakula chake, haswa vyakula vya unga ambao tunaviita carbohydrates. Lazima tuangalie kipimo. Tukiachana na vyakula ama diet ya chakula katika sahani kama ulivyotuelezea, ni kwamba tunafaa kutumia zaidi ya mboga na protini badala ya kutumia wanga zaidi ya carbohydrates zaidi. Tukiachana na chakula, je, kitu gani chengine ambacho tunaweza tukafanya ili kujidhibiti ama kudhibiti tatizo hili la maradhi ya kisukari? Asante sana. Kando na chakula kuna dawa zile ambazo unaandikiwa. Hapo ndo huwa kidogo watu wanatatizika. Ikiwa daktari amekuandikia dawa, tafadhali ufate maagizo vile amekuandikia. Kuna ule anakuambia tumia dawa saa fulani, ikifika saa fulani uende systematic. Isije ikawa leo umetumia dawa, kesho umerukisha, umesahau. Kuna ile hali ya mtu kusahau. Lakini sasa isiwe ni kwamba iwe ni tendency yawe kusahau kumeza dawa. Hiyo pia inakufanya hali inakuwa na lot of complications. Alafu njia moja ya kudhibiti hiyo kisukari ni kufanya mazoezi. Iko na nafasi ya kufanya mazoezi, hasa sisi ambao tunafanya makazi, tunaenda makazini, huwa hatuna muda wa kufanya mazoezi. Sasa tukikosa mazoezi kidogo nakuta tuko kwenye ile hatari ya kupata kisukari, na tuwezi kudhibiti hiyo hali vile ilivyo. Na vyakula tunavyovikula tunahitaji vifanye kuchomeka, yani zile energy to be burnt, so that ifanye kazi mwilini vile inavyostahili. Lakini sasa ukifuatanisha dawa, chakula na mazoezi kwa ugonjwa wa kisukari, utaweza kudhibiti. Hata kwa yule ambaye hajapatikana na ugonjwa wa kisukari, hivyo ni vitu vya muhimu kufuatilia. Je, tukiachana na hayo yote, je, msongo wa mawazo unaweza kuwa changio cha kupata maradhi haya ya kisukari? Msongo wa mawazo percentage yake kupata ugonjwa wa kisukari ni kidogo, lakini kuna uwezekano. Lakini asilimia yake ni ndogo kulinganisha kwamba msongo wa mawazo ukikupatia asilimia pengine high blood pressure unaweza kupatikana nayo. Lakini kisukari huwa kuna ile part of it, a percentage ambayo inaweza kusababishia kisukari. Manake tuseme kisukari na pressure, ambao tunaita pressure, watu wanasema ni shinikizo la damu. Ni mtu na kazini yake ama ni mtu na dadake. Ukiwa na kisukari uko na hatari ya kuwa na pressure. Na mtazamaji ametutizama hivi sasa, labda ameona katika dalili ambazo umezitaja hivi sasa Daktari Irene, ni kwamba anaona bado ana baadhi ya dalili zile, labda mtoto wake pia labda ana baadhi ya dalili zile, anataka kuanza tiba. Je, hatua ni zipi? Anaanzia wapi? Asante sana.
sisi tuko na fikra tofauti. Sasa kuna wale ambao wakianza kupata dalili kama hizo anaona ni kama amerogwa. Kitu ambacho tungependa kuwahimiza ni kwamba waende hospitali ambayo iko karibu, wapate kuenda kupimwa vipimo, ndipo wajulikane kama ni kisukari ama ni shida nyingine. Maana hizo dalili ambazo tumezitaja huenda ikawa ni tatizo lingine ambalo si sukari peke yake. Sasa ni vizuri uvisit hospitali. Na huenda mtu ameenda hospitali pale na amegundulika na maradhi yale. Je, labda uzungumze na mgonjwa wa kisukari ambaye anaona labda pia amekata moyo ama ni matatizo makubwa sana. Je, unamshauri vipi na unamwambiaje? Huyo mgonjwa kama amepatikana na kisukari, mwanzo ningependa kusema kwamba mgonjwa wa kisukari, singependa kusema kwamba huyu ni mgonjwa. Kama uko na kisukari si ugonjwa. Ile ni kwamba wewe ni kama umepata upungufu wa zile insulin katika kongosho kusaga kile chakula kufanya kazi yake. Lakini sasa wewe ni mtu wa kawaida na hakuna mahali imeandikwa uko na kisukari. Sasa mgonjwa wa kisukari ningependa kumhimiza kwamba iwapo uko na mgonjwa kama huyo wa kisukari ndani ya nyumba, tumchukulie kama mtu wa kawaida na tusichukulie kwamba amerogwa. Tumkumbatie na tumshughulikie kama wagonjwa wengine. Na wakati tunapokula tukae kwa pamoja, tupate kushirikiana. Asione kwamba yeye ni tofauti, umpatie special meal kando na yeye kando, atajiona mpweke. Ni kwamba mnashirikiana wakati wa mlo na wakati wa kufanywa kupata madawa, mnamhimiza, mnakaa pamoja naye psychologically akuwe sawa. Sasa ni tuseme kwamba mgonjwa wa kisukari ni mgonjwa kama mtu wa kawaida. Hakuna chakula unakatazwa kula, kuna vile ambavyo tumekukataza, lakini wewe muhimu ni kwamba uangalie kipimo. Ndio. Naam, shukran sana daktari. Na mtazamaji, ni mahojiano ya moja kwa moja naye mtaalamu wa magonjwa haya kisukari, ambapo anatuelezea kwa kina zaidi kuhusiana na jinsi ya kudhibiti na kutibu maradhi haya. Mtazamaji, usiondoke popote pale ulipo, manake tunarudi katika muda usiokuwa mrefu. Na shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kusalia nasi, ikiwa ni mahojiano ya moja kwa moja naye mtaalam wa gonjwa la kisukari hapa mjini Mombasa, akiwa anatuelezea kwa kina zaidi kuhusiana na mambo mengi yanayohusishwa na maradhi haya. Tukiendelea mbele, Daktari Irene, labda maradhi haya yamekuwa kinasibishwa na dhana nyingi potovu, ikiwemo ushirikina, na wengi wasijue labda matatizo haya yanaanzia wapi. Kwa wale wagonjwa ambao labda wana ule wasiwasi kwamba maradhi haya labda nimefanya kurogwa nikapewa, nimefanya kupata wapi, labda nimeekewa jini, haswa kwa watu wengi ambao wanaamini mambo yale. Je, unawaambiaje hawa wagonjwa? Asante sana Madam Fahima. Wagonjwa kama hao tafadhali na wahimiza, kama pale mwanzo tulipoongea kwamba ukiona zile dalili za ugonjwa wa kisukari, huu ugonjwa wa kisukari si wa kurogwa. Kuna dalili ambazo zitakuonesha. Ukiwa uko na hizo dalili, tafadhali nenda hospitali. Dalili zenyewe nikirudi kuwakumbusha ni kwamba ikiwa mwanzo ukiwa na ile kusikia kiu mara kwa mara, yani kiu inazidi, haiwi kama vile kiu ya watu wa kawaida, hata kama uko kwa nchi baridi. Alafu kuna ile kusikia kwenda haja ndogo mara kwa mara. Ukiona dalili kama hiyo, usione ni kurogwa, ni ujue kwamba dalili ya kisukari. Ningependa kuhimiza kwa hiyo dalili ndipo wajue kwamba si hali ya kurogwa, na wasiwe na hiyo dhana. Alafu jambo lingine, unakuta mtu hapati kuona, kinachofanya wadhanie kwamba ni kurogwa. Unakuta ukiwa na hizo dalili hauoni vizuri. Ukisimama mbali unaona kama giza giza. Wengine wanasema kuona nyota. Ukiona hali kama hiyo, jua ni hali ya hatari ya kwamba kuna dalili ya kupata kisukari. Alafu kuna ile hali ya kuwa uwapo unapata kidonda kwenye mwili wako, hata kama haujapimwa, haujajijua uko na kisukari, ukipata kidonda ambacho hakiponi, usidhanie ni kurogwa. Tafadhali kimbia hospitali ukaangaliwe kwamba kama ni kisukari imeanza. Alafu pia kuna ile sasa mtu kuchoka
Anasikia kuchoka hata kama haujafanya shughuli yoyote. Unasikia kuchoka mnyonge, hiyo ni dalili mbaya. Sasa watu wakisikia dalili kama hizo ndipo wanakuwa na zile dhana ya kuwa ni kurogwa, amerogwa. Yes. Ili asifanye kazi, ili asiweze kuona vizuri. Kabisa. Alafu tena kuna ile mwisho kabisa ni ile kusikia njaa mara kwa mara. Sasa anasema mbona watu wengine mimi wanakula vizuri, hawafati hawasikii njaa, mimi kidaka kidogo tu nasikia kula na sikupenda kwake. Ni kweli ana njaa kweli. Yes. Kuna mgonjwa wa gonjwa hili la kisukari ameweza kufuatia dawa zake, lakini vile vile kama ulivyosema amepata kidonda kile cha sukari na mwishowe kikampelekea hadi kukatwa sehemu ya mwili wake, mathalan mguu. Je, tatizo hili husababishwa na nini na chanzo chake ni kipi, na labda kukinga kufikia hatua ile kwa mgonjwa wa kisukari anafaa kufanyaje? Asante sana. Ukipata mgonjwa anafika akiwa na kidonda alafu afike kiwango cha kwenda kukatwa miguu, inamaanisha kwamba hakufuatilia maagizo. Mwanzo kabisa kimadawa. Zile dawa alizopewa alikuwa hafati maagizo vile inavyotakikana. Anameza tu, saa zingine yasahau, asema si nimesahau, wacha nitameza kesho. Ama nilikuwa nimeza asubuhi, wacha nitameza usiku. Lakini atakana afate maagizo vile inavyostahili. Alafu dawa zinaambatana na chakula. Ikiwa hapo unatumia, kuna wengine wanatumia dawa vizuri, lakini chakula asema chakula si ni chakula tu, na kinampeleka vibaya. Sukari inaanza kwenda, haieleweki. Mara inapanda juu sana, mara inarudi chini, haieleweki. Sasa ukipata kidonda mtu kama huyo, na kile kidonda, wakati umepata kidonda, akimbie hospitali, aende akiangaliwe. Kuna madaktari hasa wataalam wa kusafisha, kutengeneza kidonda ambacho cha mtu ambaye yuko na kisukari. Utaelezwa na vile jinsi ya kuweka, kama ni miguu, viatu aina gani unafaa kutumia, unafaa kidonda chako kiweke vipi, na ukisafishe kiwe kisafi kiasi gani. Lakini ukiwa ukipuuza, ndipo inafika mahali kuna kitu kinaitwa gangrenas. Yani kuna sehemu ya ambayo kile kidonda inageuka kuwa nyeusi ama dark green. Sasa ikiwa vile ni kwamba supply ya damu haiendi vile inavyotakikana katika ile sehemu, ndipo kama utakuta daktari anaweza kukata kile kidole ama kukate mguu kulingana na pale imefikia. Na tukisalia hapo kwa kukatwa kiungo cha mwili, labda vitu gani ambavyo hupelekea kukatwa? Kwa sababu tunajua kidonda ni kitu labda kidogo katika mwili, na labda mtu anaweza kukitibu na mtu asingependa labda kupoteza. Kuna wengine wamekatwa hadi mguu mzima kwa sababu ya kukata maradhi yale, labda kuweza katika harakati ya kutibiwa. Je, akiendelea kuuguza kidonda kile bila kukatwa, ina athari gani, na akikatwa labda inamsaidiaje? Sasa kwamba kile kidonda, ukipata kile kidonda na uko na kisukari, kumbuka kile kidonda kuna ile sukari iko kwenye ile sehemu ya kile kidonda, na kuna urahisi wa kupata infection. Sasa ikiingia infection, kikiacha wazi bila kukichukulia maanani, ni kwamba sasa kile kinapata infection na inazidi kumea. Na kumbuka kile ni kidonda ni mtu wa kisukari, wewe si mtu wa kawaida. Kupona si haraka, sasa kiko wazi. Kupata sasa unapata infection na uchafu unapata kuingia mwilini, kile kidonda kinazidi kujikuza. Kishajikuza sasa ni kumaanisha kinaendelea kujichimba, na kuna sehemu ya damu ambayo itakuwa haisupply damu vile inavyotakikana. Sasa inafika mahali afadhali ukatwe, ndipo kisiendelee kutapakaa. Kiendelea kutapakaa ni kwamba kitaenda kukudhuru, kwa pengine kienda kiharibu figo ama iharibu moyo, ama pengine ifike mahali kufanya ukose kupata, yani kukosa memory. Na sasa ukikosa memory, pengine kwa mfano kukosa memory si kwamba uwe mwandazimu. Ni kama umeweka sehemu, pengine umechukua simu yako umeiweka sehemu fulani, ukasahau, ukatoka nje, ukirudi utarudi ukaanza kuteta na jamii ama fulani, simu yangu nilikuwa nimeiweka hapa, kumbe ulikuwa umeiweka sehemu nyingine bila wewe kujua. Hiyo ndio kufanya lose memory, ambalo ni jambo ambalo linaweza kuleta athari hadi kazini. Hadi kazini, kukosana na watu, na pia ikaanza kukupatia msongo wa mawazo na kukosana na watu na sikupenda kwako. Ni ile hali ya kisukari. Sasa watu ambao na kisukari lazima tuwachukulie na tuwaimize na tuwapende. Psychologically mwanzo umchukulie tu mtu wa kawaida, kama vile mtu wa kawaida, usimchukulie kwamba ni mgonjwa. Na wakati mnapokula msimtenge,
muwe pamoja. Lakini unaposema kwamba asitengwe, na labda yeye sukari yake imezidi na kuna vyakula ambavyo labda anafanya miko, amepewa miko na daktari, labda chai yake asitie sukari, ama asile maembe, wenzake labda asile maembe lakini ale grapes kwa mfano. Ndio. Je, ukisema kutengwa unamaanisha labda kutumia meza moja lakini vyakula vyake viwe tofauti, ama unamaanisha anaweza kula vile vyakula ambavyo familia nzima inakula? Anaweza kula vyakula kama vile nilivyosema awali. Huyu mgonjwa ni mgonjwa wa kawaida, anakula chakula aina yoyote. Kuna vile ambavyo nimevitaja ambavyo kamwe asitie mdomoni, kama nimesema asali, sukari yenyewe, miwa, nanasi na halua. Sisi hapa Mombasa watatumia halua katika maharusi. Vitu kama hivyo ndio asitie mdomoni kamwe, na vyakula vya kutumbukiza ndani ya mafuta. Lakini vingine vyote anaruhusiwa kula, lakini yeye anakula kwa kipimo. Mnatumia kile chakula, lakini yeye anafanya kupewa kile kipimo. Hasa vyakula vya carbohydrates ambavyo tunavita vyakula vya wanga. Lakini sahani yake mboga mumwachie ale kama 50% of the plate. Zile vyakula kama protein kiasi, na ile ugali kama ni ugali, ama kama ni mchele, wali kiasi. Na kuna labda mtu ataweza kujiuliza pale nyumbani, labda mimi naishi na dadangu. Ndio. Vyakula tunakula sawa sawa. Tunacheza pamoja, labda tumekuwa pamoja na mazingira mamoja tu. Lakini labda katika umri fulani mmoja akapatikana na maradhi haya ya kisukari na mwingine akakosa kupatikana maradhi haya ya kisukari akawa yuko sawa. Je, vitu gani huchangia mmoja kuweza kupata labda hatari zaidi ya kupata magonjwa, mbali na kwamba mazingira yako sawa sawa? Asante sana. Hapa ndio tumesema kama pale niliposema awali ya kwamba the causes, kwamba kuna wengine ni autoimmune, inategemea na mwili wako binafsi. Kila mtu ako na mwili wake. Japokuwa tumezaliwa kwa nyumba moja, ni kama vile vidole. Kwa mkono mmoja, lakini vidole haviko sawa. Sasa ndivyo vile katika ule mwili wetu tumezaliwa na mama moja, baba mmoja, lakini miili yetu mle ndani iko tofauti, hatuwezi kuwa tufanana. Sasa kupata maradhi mwingine utakuta hata kama vile malaria, mwingine sana ni rahisi kupata malaria kulinganisha na mwingine. Yategemea na ile kinga yake. Sasa ndio kama kisukari. Na pale kama ikija type 2, kumba tumesema ni ya kutoka kwa familia, kutoka kwa familia kama heredity. Sasa kuna mwingine anaweza pokea na mwingine akawa kinga yake imemruhusu aweze kuipokea. Na mmezaliwa nyumba moja. Ndivyo hivyo. Na labda watu wamepata maradhi haya nyumbani, lakini mmoja ameweza kupata labda tiba na ameweza kupoa, na kuna mmoja amepata tiba lakini maradhi yale hayamuondoki mpaka kabidi akatwe mguu. Labda ni pale unaposema kwamba kinga ya mwili inakuwa tofauti. Kinga ya mwili, kila mtu ana kinga yake tofauti na vile hali ya kudhibiti ule ugonjwa. Lakini sasa ni muhimu usiangalie kwamba ugonjwa hautapona. Huu ni ugonjwa ukishapatikana nayo ni kwamba utatumia madawa hadi vile Mungu atakapokuchukua. Ni kitu ambacho yani iseme it's a long lifetime ya kawaida. Hakuna mwingine kama maradhi labda ya HIV kama vile exactly. Na katika utafiti wangu nimeona kwamba kuna sukari ya kupanda na ya kushuka. Je, hii ni katika ile type 1 na type 2 na type 3 uliyotuambia awali, ama iko tofauti kidogo? Iko tofauti. Kuna sukari ya kushuka na sukari ya kupanda. Haswa kwa sukari ya kupanda kuna viwango vya chakula ambavyo napimiwa. Lakini ukifika kwa sukari ya kushuka, mgonjwa huyu ni ule wa kisukari, uko sawa sawa, lakini sasa yake ni ya kushuka, anahimizwa atembee angalau na kama peremende 3 kwa mfuko, asikose kutembea nayo iwapo anaposafiri. Ama hata kama yuko na glucose nyumbani, anaikunywa, anaikoroga kidogo anywe, ndipo iende moja kwa moja katika mishipa ya damu. Asiwekine haimizi sana kutumia sukari, manake sukari lazima ipitie njia ya digestion ndipo iingie kwenye mishipa ya damu. Lakini glucose huenda ikawa straight to the blood vessels, ambayo inaenda kucontrol ile sukari iwe normal. Na iwapo isharudi kuwa normal, hauendelee kutumia sukari ama kula chakula zaidi. Na tukiachana na hizo njia za kujicontrol, kuweza labda kubeba peremende kwa wale wenye pressure kushuka na kupunguza sukari kwa wenye pressure kupanda.
Je, kuna matibabu gani ambayo hospitalini mtu hupewa? Kuna wale unasikia najidunga sindano ya sukari, labda natumia dawa. Je, dawa ni zipi na zinatofautiana kwa mgonjwa ambaye labda ugonjwa ule ukithiri zaidi ama zinatofautiana vipi kutoka kwa mgonjwa mmoja hadi nyingine? Je, ni wale ambao wameweza kurithi ugonjwa ule labda dawa zao ni nyingine, kwa wale ambao labda ni lifestyle, ama tofauti ya kutumia matibabu ni ipi? Haswa kwa lifestyle hakutasema sana, lakini kuna type 1. Type 1 wao hutumia sindano. Type 1 wale wanatumia insulin. Tunasema insulin ndipo ni kama kiungo, unaongezewa kiungo kiende pale katika kirudi katika ile pancreas kikusaidia kusaga kile chakula kipate kugeuka sukari katika mwili wako. Alafu type 2 wengi wao hutumia tembe. Naam. Sasa tembe, na kuna wale type 2 wengine ufika kutumia sindano kama emergency iwapo sukari yake imepatikana imeenda juu. Lakini sasa inategemea na kiwango cha sukari yako imefika kiwango gani wakati unapotumia zile dawa na chakula kwa pamoja. Na ukiangalia tukisema kweli magonjwa mengi huletwa na chakula. Kando na yale ambayo haletwi na chakula ni asilimia ndogo sana. Hasa ndo tunaambiwa, tunahimizwa sana vyakula, haswa vyakula tuwe waangalifu. Licha kuna vile vyakula ambavyo vina lot of preservatives na tuwe waangalifu. Ni vile sasa wananchi hawajahamasishwa kujua chakula gani kiko sawa na chakula gani hakiko sawa. Lakini kwa ujumla ni mtu atumie chakula cha kienyeji, natural. Siati kwamba kienyeji pase, but natural. Kitu ambacho hakijaongezwa madawa tu wa shambani. Tengeneza mwenye chakula chako nyumbani. Unajua umetumia mafuta aina gani. Kuna ile recycling ya mafuta kwenye mahotel. Sasa ndio hivyo, hatujui kwa tengenezwa vipi. Uwe mwangalifu sana ikifikia kwa mambo ya public health issues. Yes. Na umetaja kwamba ni mwezi ambao ni wahamasisho, mwezi huu wa Novemba. Je, katika hospitali yenu pale Coast General ama katika jamii ya wagonjwa hawa kisukari, je, kuna kitu gani ambao ni speciali katika mwezi huu? Katika mwezi huu sio Coast General peke yake tunahamasisha wagonjwa, hospitali zote. Naam. Zinahamasishwa, ni ulimwengu mzima, manake inaitwa World Diabetes Day. Kila hospitali unapoenda unaenda kufunzwa, kunakuwa na mafunzo ya kawaida. Alafu iwapo siku kama hiyo ambao tunaita World Special Day, World Diabetes Day, ni kwamba tunampima mgonjwa sukari, tunampima bure, pressure tunampima bure. Alafu na mengineyo, kama kuna kitu, kuna any donation or supplements anapewa bure. Kama sasa kuna hapo kando na kupimwa sukari, pia wanaangaliwa macho. Kwa sababu wagonjwa wa kisukari unakuta wengi wao sengine macho wao huenda yakaribika. Sasa kuna daktari wa macho anamwangalia, anamchunguza bure. Alafu kuna daktari wa meno. Kuna pia meno wa sengine yanakuja yanaharibika. Sasa pia wanapewa nafasi ya kuangaliwa meno yao alivyo. Sababu tabia ya kisukari saa zingine ufika mahali meno yakaanza kung'oka moja kwa sababu ya ile kisukari. Sasa kuna madaktari ambao ni specialist wa different areas kama wa macho, meno na mengineo yote, wanakuangalia. Niyo siku tunaipatia tu kwa wagonjwa wapate kuangaliwa, ndipo wapatikane kama na tatizo. Sasa anakuwa referred another day for more investigations. Yes. Na ni jambo ambalo linaendelea labda mwezi mzima, ama ni jambo la labda wiki moja katika mwezi ule, ama ni mwezi ambao watu wanahamasishwa moja kwa moja hadi mwezi uweze kuisha? Kuna siku maalum kama sasa ile ambayo tulikuwa ni World Diabetes Day, ilikuwa tarehe 14. Tulisherehekea siku ya tarehe 14. Hiyo siku inakuwa ni free kwa kila any aspect of treatment. Lakini hizi siku zingine ni mwezi wa diabetes, yote tunafanya vile kawaida matibabu tunavyofanya, japokuwa hizi siku zingine unalipa. Sasa unakuja unashughulikiwa kwa vile ushagunduliwa kuna matatizo, hata kama huna kisukari. Hiyo siku tunawapatia muhimu kuja upimwe, na unapimwa bure, ndipo ujipate kujijua hali yako. Kulingana na hali ya uchumi, watu wengi si rahisi wajipeleke kwenda kujipima. Sasa ndio maana tunatenga haswa siku kama hiyo ya kuita jamii yote
waje wakuje wapimwe, hata kama hauna kisukari ujue hali yako ya kisukari. Yes. Kuna watu wengi ambao labda hawajafikiria kwenda kupimwa labda ugonjwa huu wa kisukari, na wengi wanadhani labda ni maradhi ya watu wazima peke yao. Je, unawashaurije tukiangalia kwamba hivi sasa maisha yanaenda yakibadilika hadi watoto wadogo kama ulivyosema kwamba wanapatikana na kisukari, labda neno moja ukiwahamasisha watazamaji kwamba umuhimu wa kupima maradhi haya kwa labda umri wowote? Umuhimu wa kupima kwa maradhi haya haiangalii umri kwa sasa. Kitambo walikuwa wakichukulia kwamba ni ugonjwa wa wazee. Ni kama vile saratani. Watu wakisema kwamba huu magonjwa ni ya watu matajiri. Lakini hapa haiangalii tajiri, haiangalii mtoto, haiangalii mtu mzima, magonjwa ni ya kila mtu. Iwapo umepata nafasi ya kwenda kupimwa, tafadhali nenda hospitalini uende ukapimwe, ujue hali yako na mapema. Ndio. Na turudi kwenye matibabu. Ndiyo. Matibabu kama ulivyosema hivi sasa ni wakati mgumu mno. Watu wengi labda wanapitia changamoto. Labda maradhi haya, je, matibabu yake, je, yako ghali sana ama yako vipi ukilinganisha na tiba za maradhi mengine? Matibabu ya kisukari tunashukuru serikali wameifanya imekuwa ina subsidized price. Haiko kama vile magonjwa mengine. Watu wengi wanaweza waka-afford hiyo tiba ya kisukari. Isipokuwa sasa kuna wale wachochole ambapo hata pengine chakula nyumbani hapati, hasa pesa hizo za kwenda kununua dawa atapata wapi? Lakini ukilinganisha magonjwa mengine na kisukari kidogo iko nafuu. Na Coast General, I think we are also, tuseme hospitali za serikali ziko nafuu. Pengine ukienda hospitali za binafsi ndipo utakuta labda bei ziko tofauti. Na labda kuna wale ambao labda wanakaa na wagonjwa wa kisukari ndani ya nyumba, na labda wanawachukulia labda wanasumbua, labda mmoja amekatwa mguu ama labda mmoja anakuwa na dhiki, kwa sababu kuna mahali nimesikia kwamba pia wagonjwa wa kisukari wanakuwa wana hasira. Je, hii ni dhana ama ni jambo la kweli? Ni jambo la kweli. Asante sana Fahima. Wagonjwa wa kisukari, mgonjwa yoyote akiwa na tatizo la mwili ambalo linamsumbua, ni kama tu magonjwa pia na kisukari ikiwemo ndani, kidogo akili inakotatizika. Na anakuwa saa zingine ni mkali, anaona ni kama yeye ndo ameonewa, kwani ugonjwa nimeletewa mimi peke yangu. Hana ile dhana ya kwamba watu wengine pia wako na kisukari katika jamii ama pengine maradhi mengine. Sasa hasira huwa yuko nayo kweli, na sasa hao ndio tunafaa kuwakumbatia na kuwaleta karibu na kuwaeleza kwamba hii ni hali ya kawaida na ni kitu ambacho utaishi nacho na utakuwa salama hadi vile pale Mungu atapokuchukua. Na ikiwa anakuwa na kisukari haimaanishi ndio mwisho wako wa maisha. Unaweza kuishi na ukakaa mpaka umri wako hata ukapitisha umri. Labda maneno machache ukiwaambia wale wana familia ambao wana maradhi, wana wagonjwa wenye maradhi haya, labda ukiwapatia hamasa na ukiwapatia moyo kuweza kumdhibiti ama kumsaidia mgonjwa yule ili kuweza kuwa na safari nzuri katika ulimwengu wa kuweza kutibu yale maradhi yale, labda unawaambiaje? Na wale ambao bado wanachukulia ugonjwa huu ni ugonjwa mbaya pia, neno la mwisho tukimalizia nikiarifu kwamba muda hauko nasi. Ndio. Asante sana Madam Fahima. Kitu ambacho ningependa kuwaeleza wananchi ama kwa jumla, tuseme wagonjwa peke yake, ni kwamba kama umejijua, kama unajishuku katika zile dalili ambazo tumezitaja na umejiona kwa kati ya hizo dalili, tafadhali tunahimizwa mwende hospitalini, mwende mkaonekane, mpimwe na mjijue hali yenu, na siwe kisukari peke yake, hata maradhi mengine. Na baada ukijijua kuna kisukari, wewe ni mtu wa kawaida, kwa sababu hakuna kitu unakatazwa kutumia, especially ikifika chakula. Na pia kimadawa, ukishaandikiwa dawa kuna vile unastahili kutumia, ukifuata maagizo vizuri ya kimadawa, ukifuata maagizo vizuri ya chakula na ufanye mazoezi, ndipo ile mafuta ambayo umetumia katika mwili ipate kuchomeka, yani we burn the fat ama energy itumike. Unakuwa na maisha ya kawaida. Manake sasa ukila, siku hizi sisi tuko na tabia ya kuwa kwamba ukishamaliza kula most of the time supper inakuwa saa 3, saa 4, saa 2 huko. Mtu akimaliza kula ni either acheze na remote,
ya TV ama aende akalale. Sasa tunahimiza sana baada ya kula, tafadhali take like 2 hours ndipo uende ukapate kupumzika. Lakini tabia ya kula na kwenda kulala ama kukaa starehe na kucheza na remote ya TV haisaidii. We need exercise. Na sisi wakina mama tunashukuru kwamba tuko na shughuli kabla kwenda kulala. Hiyo ndio wakati wa kutumia your energy before you go to sleep. Yes. Na shukran sana Daktari Irene Mandere kwa kuweza kutenga muda wako na kufika mahali hapa. Mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakibali kuwa na mwisho, na hivi sasa tumefikia kikomo cha Mambo Bayana, ambapo hii leo Daktari Irene Mandere ametuelezea umuhimu wa kuweza kudhibiti na vile vile kuweza kufanya kinga ya maradhi haya ya kisukari. Kumbuka afya ni hazina yetu mtazamaji, na ni muhimu sana kuweza kukinga afya yako kwa ajili ya kesho yako. Ukumbuka kwamba ametuambia maradhi haya hayachagui tabaka, hayajui tajiri wala hayajui maskini. Kwa hivyo ni muhimu wewe kuweza kuchukua hatua na kuweza kufika pale hospitalini kuweza kuchunguza afya yako, kwa sababu afya yako ndio kesho yako. Mtazamaji, mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo wakati kama huu. Nitakuwa mtovu wa fadhila bila kusema shukran sana kwa wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki siku ya leo. Kufikia hapo sina budi ila kusema kwaheri. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan, na kupeleka moja kwa moja katika makala ya Jamvi la Pwani.